Pressure au shinikizo la juu la damu ni moja changamoto ambayo inasumbua sana watu wengi, na walio wengi hawajui dalili ya changamoto hii mapema. Kugundua tatizo hili tayari limeshafanya uharibifu mkubwa katika miili yao. Walio wengi kugundua tatizo hili tayari pressure yao imesababisha changamoto, mfano changamoto ya kiharusi au changamoto ya kufeli kwa figo au changamoto nyingine yote ile ambayo inahitaji matibabu makubwa. Katika siku leo nitakuletea dalili za awali kabisa za magonjwa ya moyo pamoja na pressure, ambayo ukizipata dalili hizi utapaswa kufanya mara moja. Dalili ya kwanza tunasema ni mapigo ya moyo kwenda mbio. Hii ni dalili ya kwanza kabisa inayoashiria kwamba moyo wako umezidiwa na unahitaji usaidizi wa haraka. Dalili ambayo inaishia kwamba moyo wako unahitaji usaidizi, kwani jitihada za kusukuma damu zimekuwa ni kubwa sana. Kwa ukiona dalili hii, hakikisha unamwona daktari mara moja. Dalili ya pili ni maumivu makali ya kichwa. Maumivu haya ni kutokana na kubadilika kwa mtiririko wa damu katika ubongo au kuongezeka kwa shinikizo katika mishipa ambayo inasukuma damu katika maeneo ya ubongo. Kwa unapo dalili hii, hakikisha unamwona daktari mara moja. Dalili ya tatu ni pamoja na kizunguzungu. Kizunguzungu hii dalili hutokana na kubadilika kwa mtiririko wa damu katika mfumo wa ubongo, lakini pia hii inatokana na ukosefu wa virutubisho ikiwemo glucose, lakini pia maji, lakini pia hewa safi, yani oxygen katika maeneo ya ubongo. Hali hii inaweza ikawa dalili ya mwanzo kabisa ya kiharusi, yani kupooza au stroke. Kwa unapo dalili hii, hakikisha unamwona daktari mara moja. Dalili ya nne ni miguu kuvimba na kujaa maji na kupata maumivu makali kwenye miguu. Hii inaashiria kwamba uwezo wa kusukuma damu kuelekea katika maeneo ya miguu ni mdogo. Kuna muda unaweza ukapata ganzi, lakini pia ukapata changamoto nyingine, ni miguu inajaa maji, tunaita hypoperfusion au food retention katika maeneo mbalimbali ya mwili, hasa maeneo ya miguu. Dalili nyingine ni kupata shida ya kupumua, shortness of breath, hasa ukilala chali au ukikaa katika eneo moja muda mrefu. Hali hii inaashiria kwamba moyo wako unapata changamoto katika kupampu au katika kusukuma damu katika maeneo mbalimbali. Dalili nyingine ni maumivu ya kifua ya muda mrefu. Maumivu haya yanaweza kudumu kwa muda kadhaa au kwa saa kadhaa, lakini pia maumivu haya yanaweza kusababishwa na mtu kufanya kazi kubwa kama kukimbia au kupata ajali. Kwa hiyo yanaweza kutokea maumivu haya ambayo yanahitaji usaidizi wa haraka. Hizo zilikuwa ni dalili kadhaa za magonjwa ya pressure, yani shinikizo la juu la damu, ambazo ukiwa nazo utapaswa kumwona daktari mara moja ili aweze kufanya uchunguzi wa kina na kupatia matibabu ya kina. Ulikuwa nami Daktari Komba, nikutakia siku njema.